na mwanafamilia mwenzao baada ya jana kukamatwa jijini Dar es Salaam wakati akiingia kwenye kesi ya mwenyekiti wa chama hicho. Taarifa nyingine, wakazi wa kijiji cha Lilondo kilichopo halmashauri ya Madaba wilayani Songea mkoani Ruvuma wamepata bahati ya kumuona mnyama adimu sana duniani, kaka kuona, ambaye katika baadhi ya jamii za Kiafrika huaminika kuwa ana nguvu za kiroho. Huonekana kwake kumezua imani kuwa ni ishara ya neema na baraka kwa nchi. Taarifa ya Newton Yenda kutoka Songea inafafanua zaidi. Akizungumza baada ya kuonekana mnyama kaka kuona katika kijiji cha Lilondo kilichopo halmashauri ya Madaba mkoani Ruvuma, mkuu wa wilaya Songea Mheshimiwa Wilman Kapenja Mandile amesema kuwa kaka kuona ni miongoni mwa wanyama wachache za duniani walioko hatarini kutoweka, hivyo kuna umuhimu mkubwa wa kuwalinda na kuwahifadhi. Pia ameeleza kuwa mnyama huyo amehifadhiwa na anatarajiwa kutoa utabiri wa neema na baraka nchini. Kuna mnyama tumemwona, mnyama ameonekana, mnyama huyu maarufu kwa jina la kaka kuona. Kaka kuona ni miongoni mwa wanyama ambao ni wachache sana, hawaonekani kiurahisi, lakini vile vile kaka kuona wenyewe wataalamu wanasema yupo hatarini kutoweka duniani. Mnyama huyu anajiunganisha zaidi na imani, hasa kwa sisi wa Afrika. Mwanadamu yeyote ana imani, hata wazungu wana imani, Wachina wana imani, na sisi wa Afrika tuna imani. Na mnyama huyu akionekana, yapo mambo katika desturi na mila zetu tunaamini kutokana na uonekano wake, lakini pia na matendo yake. Kwa upande wake Chifu Wangoni Emmanuel Zulugama akiongea kwa njia ya simu amesema kuwa kaka kuona na hadhi maalum katika mila na desturi za Kiafrika, ambapo akionekana utafsiriwa kama alama matukio makubwa yanayokuja katika jamii. Unauliza siku ya kwanza, tutamwacha, siku ya pili tena, siku ya tatu kupata hakika. Kwa hiyo sio siku hiyo kupata majibu. Majibu yanapatikana, lakini wakati fulani kulingana na jinsi mtakavyomuuliza. Ndio maana sababu mpole, kwa sababu anakasirika kwa pesa. Anakasirika. Naye Glory Fortunatus, mhifadhi mkuu wa shamba la misitu la Wino, amesema kuwa alipokea simu kutoka kwa mkulima wa kijiji cha Lilondo aliyewaeleza kuwa amemwona mnyama huyo shambani kwake. Tulipigiwa simu na mwananchi ambaye ni mkulima wa kijiji cha Lilondo. Alitupigia akisema amepewa taarifa kuna kaka kuona yuko shambani kwa mzee. Akatupa namba ya mzee ambaye shambani kwake kuna kaka kuona. Na kwa sababu sisi ni wahifadhi, tunatoa elimu mbalimbali kwenye vijiji, kwa hiyo walivyoona wakaona ni watu sahihi. Kwa hiyo tulipofika tukapata mawasiliano, tukafika eneo kwenye shamba la mkulima, tukamkuta mnyama huyu. Kwa nimeombwa na wamama tuende nikawaonyeshe kuni. Walikuwa wanatafuta kuni, walisema nikawaonyeshe kuni. Kwa hiyo niliongozana nao. Sasa wakati tunaenda sasa kwenda kutafuta kuni hizo kwa mama, kwa hiyo nilimkuta huyu mnyama yuko mbele yangu. Mimi mwenyewe nilifikiria nyoka, kwa sababu alikuwa amejinyosha na huko ameinamisha tumbo kwa chini, kichwa kilikuwa kionekani. Sasa nikajua huyu ni nyoka sawaka. Nikawatahadharisha watoto kwamba jamani, kimbieni, kaeni mbali, huyu kuna nyoka hapa, ni hatari. Kutoka Madaba mkoani Ruvuma, Newton Yenda, EATV. Asante Newton kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, kaka kuona ni moja kati ya wanyama ambao wanaaminika